wako kabla siku hazijawa nini, hazijawa mbaya. Nataka tuelekee huko. Anasema katika eneo hilo tumuombe Mungu atusaidie. Kuna mambo ambayo yanazungumzwa hapa katika kumtumikia Mungu. Moja, kujenga msingi wa imani. Kumbuka, Mungu tangu jana husaidia kujenga msingi imani na uhusiano na Mungu. Nirudie tena, katika kumtumikia Mungu, moja ni kujenga msingi wa imani. Kumkumbuka Mungu tangu jana husaidia kujenga msingi wa imani na uhusiano wako na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Niulize swali rahisi. Ni kitabu gani katika Agano Jipya kinachozungumza habari za imani? Asante sana. Ni Waebrania 11 mstari wa 1. Inawezekana kutoka hiyo. Ni kitabu cha hili cha Waebrania kinazungumza juu ya habari ya imani. Yako na Mungu wako. Bila kujenga msingi, tutatoka kwenye reli ya Mungu. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kuhamasishana, kujengana, ili tuweze kusimama vizuri mpaka uzee wetu, tusitoke kwenye laini. Unajua, wakati mwingine huwa nashangaa, wangapi ni waimbaji wa kwaya? Okay, asante sana. Hasa wanawake, wangapi mnaimba kwenye? Wasichana ikiwa wanaimba kwenye kwaya, wakiolewa wanaachana na nini? Na kwaya. Kitu gani kinachowafanyaga wafanye hivyo? Kwa nini watu wanatoka kwenye laini hiyo? Au mwanamume tena mwingine ameoa, akioa alafu anatoka kwenye nini? Kwenye kwaya. Nasema Mungu wa kwaya amekufa, amekuja Mungu wa familia. Hafi ni yule. Kumtumikia Mungu hakuwezi kukuondoa kwenye laini ambayo wewe unataka alafu lete laini nyingine. Kumtumikia Mungu ni wito aliyokupatia Mungu tangu mwanzo, na hivyo ndivyo vinafanya wakati mwingine kanisa kuondoka kwenye laini ya kimungu. Mungu ametuita tusimsahau katika ujana wetu, kabla ya siku hazijaja kuwa nini mbaya. Kuna maneno nayo yatamka pale, ngoja niyalete kidogo, nimeyaorodesha kwa wakati fulani. Okay, katika kitabu hiki anasema siku hazijaja mbaya. Hapa ni Mungu anatumia lugha, Mungu kuelezea maisha ya uzee na kifo. Kabla siku hazijaja mbaya, ni kueleza maisha ya baadaye, maisha ya uzee na kukaribia kwenye kifo. Anasema hata kabla mawingu hayajaweza kutanda, kabla macho yako yanaona, kabla unatazama. Anasema kuna jua na nuru na mwezi na nyota havijatiwa giza kabla ya hivyo. Hii inaonyesha kwamba macho ya mtu watapoteza uwezo wa kuona na maisha yatakuwa ni giza. Naanza kusema, naomba mnisomee hapo tafadhali, naomba mniangalizie hapo. Kama hakuna mtu wa kuangalizia, basi ni tabu. Kabla ya wakati ule, mtumikia Mungu vizuri, na anatoa ni kama picha tu anayoitoa. Lakini wakati mwingine, wakati wa kucheza, unacheza, huyu amenifurahisha na kutoa mfano na kuona. Wakati unacheza hapa, nilifikiri unataka kuruka. Umecheza kwa kiwango chako, Bwana kubariki sana.
mpaka wote wachoke, yeye ndiye anaanza kuimba. Unadhihirisha kile ambacho unacho, unamtumikia nani?